Yes, karibu ndani ya Six Sports. Katika habari mbalimbali za kimichezo, kukiwa bado kunaendelea na ile sintofahamu, je, dabi itaendelea kuchezeka ama msimamo bado uko pale pale, huku kisikiliza katika upande wa shirikisho pamoja na bodi ya ligi wanatangaza kwamba mchezo huo wa tarehe 15 upo pale pale. Lakini pia kwa upande wa Young Africans, siku ya jana kupitia kwa hafsabari wa klabu hiyo, hapa namzungumzia Ali Shabani Kamwe, aliweza kutoa taarifa kwamba klabu ya Young Africans haitashiriki katika mchezo wa fainali kati ya Yanga dhidi ya Singida Black Stars kutokana tu na Young Africans kutokulipwa fedha zao za zawadi katika msimu uliopita, kwa sababu Young Africans ndio alikuwa bingwa wa michuano hiyo ya CRDB Cup na hakupewa fedha zake mpaka hivi sasa. Hivyo basi afisa habari wa klabu ya Young Africans Ali Shabani Kamwe aliweza kusema katika press yake siku ya jana kwamba Yanga haitaenda kucheza katika finali hiyo ya Zanzibar, ambapo anaenda kucheza na Singida mpaka pale watakapolipwa fedha zao. Lakini asubuhi ya leo kupitia za CRDB ama zimeenea taarifa kupitia mitandao mbalimbali kuhusiana na benki ya CRDB ambao ndio wadhamini wa michuano hiyo. Wameweza kutoa taarifa kama ifuatavyo. Taarifa kwa umma. Benki ya CRDB inapenda kutoa ufafanuzi wa madai yaliyotolewa na msemaji wa klabu ya Yanga katika mkutano wake na wanahabari uliofanyika tarehe 9 Juni 2025 katika makao makuu ya klabu hiyo. Katika mkutano huo, msemaji wa klabu hiyo alinukuliwa akitoa taarifa kwa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF na kwetu kama mdhamini mkuu wa mashindano ya kombe la shirikisho la benki ya CRDB kuwa klabu ya Yanga haitocheza fainali za mashindano hayo msimu huu kama hawatolipwa fedha za ubingwa wa msimu uliopita. Tungependa kuufahamisha umma na wadau wote wa soka kuwa benki ya CRDB ni taasisi yenye kuzingatia weledi, kanuni na taratibu, na kwa msingi huo tayari benki ilikwisha tekeleza kikamilifu wajibu wake wa kifedha kwa TFF kama sehemu ya makubaliano ya mdhamini wa mashindano hayo. Malipo yote ya msimu uliopita yalifanyika kwa TFF kwa mujibu wa mkataba baina ya benki ya CRDB na TFF. Benki ya CRDB inatambua kuwa mbali na mchezo wa soka kuunganisha jamii yetu na kutoa burudani, lakini pia mchezo huu ni ajira kwa vijana wengi. Hivyo dhamira yetu ni kuendelea kushirikiana na TFF, vilabu na wadau wengine katika kukuza mchezo huu kwa maslahi mapana ya taifa letu. Imetolewa na idara ya mawasiliano na uhusiano kwa umma, benki ya CRDB, Juni 10, 2025. Na hiyo ndiyo taarifa kwa umma iliyotolewa na benki ya CRDB, mdhamini wa kombe hilo la CRDB Cup, ambapo Young Africans yeye ameweza kutoa ya moyoni kwamba hata shiriki katika finali hizo ambazo zimepangwa kwenda kuchezeka visiwani Zanzibar na Singida, kwamba paka walipwe pesa yao ya finali ya msimu uliopita. Hivyo basi siku hii ya leo CRDB wamekuja kusafisha hali ya hewa na kusema kwamba wao tayari mapema kabisa walishatoa mzigo kunako shirikisho la soka hapa nchini kwetu Tanzania TFF. Kama Young Africans wao hawajapata hiyo fedha, basi wasubiri labda huenda shirikisho kuna namna fulani wanaweza kuja kuipeleka fedha hiyo. Lakini pia aliyewahi kuwa afisa habari wa klabu ya Young Africans, hapa namzungumzia Haji Sande Manala, yeye baada ya CRDB kutoa taarifa hiyo kwamba wao tayari walishatoa fedha za mshindi tangu msimu ulipomalizika. Kama mshindi hajafikiwa, basi aendelee kusubiria, punde tu huenda anaweza zikamfikia. Haji Manala kupitia katika ukurasa wake wa Instagram, yeye ameweza kuposti taarifa ya CRDB na kuweza kuandika, lazima Karia awajibike kwa haraka sana
kwa hili lililofanyika. Yeye na genge lake hawastahili tena kutuongoza katika mpira wetu. Kama kiongozi mkuu wa taasisi anapaswa kuwa wa kwanza kukaa kando na kuwajibika kwa haya madudu yao. Manara ameendelea kuandika hapa, wanaharakati wa football tushamjua adui wetu wa football ya Tanzania, nao ni kudili naye kwa ipasavyo ili atupishe, na kwenye hili tuache kulembaremba, tuanze na yeye kisha wengine wafate, tusiwatoe mbuzi wa kafara vidagaa peke yao. Na hayo ndiyo alikuwa maneno ya Haji Sande Manara kupitia katika ukurasa wake wa Instagram mara baada tu ya CRDB kutoa msimamo wao ama kusafisha hali ya hewa kwamba wao kama wadhamini tayari wameshatoa msimamo wao. Haji Manara yeye ameweza kusema kwamba adui namba 1 tayari ameshafahamika, hivyo basi watu wasirembelembe mambo bali wahakikishe kwamba haki yao inaweza kupatikana. Hayo ndio alikuwa maneno ya Haji Sande Manara kutokana na kile ambacho kinaendelea mpaka hivi sasa. Shirikisho la soka nchini kwetu Tanzania bado hawajatoa neno lolote kutokana na kile ambacho kinaendelea. Wao wenyewe wameendelea kunyamaza kimya. Waswahili nao wanakuambia ukimya nao ni jibu. Tusubiri na kuona nini kinaenda kutamatisha hili kwa sababu kila kukicha taarifa zinazidi kuzuka na mambo yanazidi kuwa moto kweli kweli, kama sio patashika nguo kuchanika. Kila klabu hivi sasa inaendelea kutoa msimamo wake. Kwa upande wa wekundu wa Msimbazi, Simba wenyewe wanadai taarifa ya uchunguzi kile kitu ambacho kilipelekea mnyama Simba kuzuiliwa katika mchezo wao kwenda kufanya mazoezi katika mchezo wao dhidi ya Young Africans. Lakini pia kwa upande wa Young Africans wenyewe wanaendelea kusimamia msimamo wao pamoja na wamepeleka ajenda zao 4 kunako bodi ya ligi kuu Tanzania bara TPLB. Lakini pia kwa upande wa CRDB wameweza kusafisha hali ya hewa kwamba wao tayari wameshatoa fedha za mshindi wa fainali msimu uliopita. Je, wananchi waondoke na kipi? Tusubiri na kuona, kwa sababu viongozi wa soka hapa nchini kwetu Tanzania bado wapo na bado wapo madarakani. Watakuja na msimamo gani? Tusubiri na kuona, kwa sababu Young Africans wenyewe wanaendelea kushikilia bomba kweli kweli, na wamesema kabisa hawatashiriki mpaka pale waweze kupatiwa fedha zao. Je, mpaka hivi sasa fedha bado hawajapewa. CRDB wamesema kabisa fedha tayari zimeshatoka, zimekwenda wapi mimi na wewe hatujui. Lakini pia shirikisho la soka nchini kwetu Tanzania wao watakuja na majibu yaliyokuwa mazuri na majibu yaliyokuwa ya kipekee zaidi na majibu yenye kuleta tija la soka letu barani Afrika, kwa sababu mpaka hivi sasa Watanzania tunaendelea kujinasibu na kutembea kifua mbele kwamba ligi yetu ni ligi namba 4 kwa ubora barani Afrika, licha ya mambo kadhaa ambayo yanaweza kuleta dosari katika ligi yetu kama haya ambayo hivi sasa yanaendelea, lakini bado tunaendelea kujipiga na kutembea kifua mbele kwamba katika swala zima la soka tuko vizuri na tunaendelea kuwa sawa sawa. Hakuna kizuri kisichokuwa na changamoto. Kwa sababu hivi sasa tunapitia changamoto, basi kwa pamoja tunaweza kukaa chini na kulimaliza ama kuyamaliza haya ambayo yanaendelea. Tuna viongozi waliokuwa bora chini ya Rais Kalia, naamini anaweza kulipatia ufumbuzi na kuyafumbua yale ambayo yamefumbwa ama yamefumbwata kunako mambo mbalimbali. Mimi ni Mwanaisha Lukani, beki kisiki na machachari Afrika Mashariki na Kati, lakini nyuma kamera amesimama director jadidi kweli kweli Sultan Goma, ambaye anasababisha kila kitu kinakwenda vizuri na kila kitu kinakwenda kwa usawa wa hali ya juu. Basi wewe mwanafamilia wa 69 Sports unapata kilichokuwa bora na kilichokuwa kizuri na tunaendelea kukuhabarisha kila kadri siku zinavyokwenda.